siku maalum kwa ajili ya kuadhimisha lugha ya Kiswahili. Mpaka sasa katika rekodi hii ndio lugha pekee ya Kiafrika ambayo inatambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO kama lugha maalum kama ambavyo wanaadhimisha lugha nyingine. Kwa hiyo kwa muktadha huo mataifa mbalimbali ambayo yanazungumza lugha ya Kiswahili yamekuwa na utamaduni wa kufanya sherehe na maadhimisho kwa ajili ya siku hiyo. Kwa hiyo kwa hapa Komoro mwaka jana, mwaka 2024 tulifanya maadhimisho hayo, na mwaka huu pia tutasherehekea sherehe hiyo, na hii ikiwa ndio mwezi Julai. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunashukuru kwamba ubalozi umepata kuungwa mkono na taasisi mbalimbali za hapa Komoro ambazo tunashirikiana kwa pamoja kuziandaa. Na taasisi hizo ni taasisi au chama cha urafiki wa Tanzania na Komoro, yaani AMICAL, taasisi ya Hazihaki na miji 11 ambayo inaunda kisiwa cha Ngazija, mji wa Bandwakuni, mji wa Kahaya, Ipembeni, Ikoni, Mbeni, Isamiuli, Moroni, Msujini, Vanapwani, Isandra na Ndruani. Miji 11 yote kwa pamoja kwa kushirikiana na ubalozi, kwa kushirikiana na taasisi ya Hazihaki na Haiba FM, AMICAL na washirika wengine kama nilivyowataja, tunafanya kwa pamoja maadhimisho ya mwaka 2025 ya lugha ya Kiswahili chini ya kauli mbiu ambayo inatambua kwamba Komoro kwa mwaka huu inatimiza miaka 50, na kauli mbiu rasmi ya maadhimisho ya mwaka huu ni miaka 50 ya uhuru wa Komoro, fursa na uziro wa maendeleo ya Kiswahili Komoro. Kwa hiyo hilo ndio kauli mbiu ambayo tunaitumia, na sherehe hizo kwa mwaka huu tunatarajia kuzifanya tarehe 9 mwezi wa 7 ili kutoa fursa. Tarehe 7 ndio hasa maadhimisho yanayotambuliwa na UNESCO, lakini tutafanya tarehe 9 ili kutoa fursa ya kusherehekea na kupumzika kidogo baada ya sherehe za miaka 50 ya uhuru, maadhimisho yatakayofanyika tarehe 6. Kwa hiyo katika sherehe za mwaka huu kama mnavyoona tuna taasisi nyingi, kwa hiyo hazitokuwa na shughuli ndogo, ni shughuli kubwa ambayo itaambatana na burudani, itaambatana na mada za kitaalamu, pia itaambatana na masuala ya kitamaduni za Kiswahili. Kwa hiyo kwa mwaka huu tutakuwa na mada inayohusu historia ya Kiswahili Komoro. Kwa mujibu wa mtafiti wetu, Kiswahili kiliingia nchini Komoro au katika visiwa vya Komoro karne ya 8. Kwa hiyo mpaka sasa ni takriban karne 17 Kiswahili kinazungumzwa, yaani miaka 1700. Kwa hiyo kutakuwa na maelezo ya ziada kuhusu historia ya namna Kiswahili kilivyoingia na fursa zake, lakini tutaburudika na ushairi mahsusi kabisa kutoka Bandwakuni, lakini vile vile tutakuwa na ushuhuda wa wageni wa lugha ya Kiswahili, yaani watu ambao wameingia kwa kujifunza lugha ya Kiswahili, ambao hawatokani kabisa na utamaduni wa Kiafrika na Kiswahili. Kwa hiyo tutakuwa na mwakilishi kutoka China ambaye atatusaidia kutueleza uzoefu wake katika kujifunza lugha ya Kiswahili. Hii itaweza kusaidia, lakini vile vile tutakuwa na burudani ya kikundi kutoka Msujini cha Salama Mapesa ambao wanatunza ngoma ya asili kabisa inayoitwa Lele Mama, na vile vile kama nilivyosema kwamba mwaka huu shughuli ni kubwa. Tumemleta gwiji wa taarab kutoka Tanzania, Mzee Yusuf kutoka Jahazi Modern Taarab, atakuwepo hapa katika visiwa vya Komoro kuburudisha watu wa Komoro na wananchi wa Komoro katika miondoko ile ya Modern Taarab au taarab ya kisasa. Lakini vile vile shughuli yetu pia itakuwa na ngoma za asili, taarab al-Ain pia tumewakaribisha na tunaendelea na mazungumzo nao, na kwa hakika shughuli hii itahudhuriwa sio tu na taasisi nilizozitaja, lakini jumuiya ya kimataifa tumewalika,
tumealika pia taasisi zote ambazo zinafundisha Kiswahili Komoro, zikiwemo mpaka zile ambazo ziko katika kisiwa cha Anjuani. Lakini kwa hapa kisiwa cha Ngazija tumealika kituo kinaitwa Star English, Sarj, Daluru, shule ya Kiswahili, chuo cha Polytechnic, shule ya Mwenye Baraka, shule ya MSZ, shule ya Ezam, shule ya Ibn na jumuiya ya wafanyabiashara Komoro na jumuiya ya wafanyabiashara wa Ngazija. Tumealika pia jumuiya ya Watanzania wanaoishi Komoro, wawakilishi kutoka miji niliyoitaja ile 11 ya Bangwa, Hahaya, Ipembeni, Ikoni, Mbeni, Mzamiuri, Moroni, Msujini, Vanambwani, Isandra na Nduani. Lakini na nyinyi waandishi wa habari mnakaribishwa kwa wingi mjitokeze. Kwa hiyo tunatarajia itakuwa ni shughuli kubwa, shughuli nzuri, na tumealika pia mamlaka za juu za serikali ya Komoro ziweze kushiriki. Sisi ubalozi tunaamini kwamba fursa kubwa ipo kwa wananchi wa Komoro katika kutumia lugha ya Kiswahili, na tunaendelea na mazungumzo na serikali ya Komoro, na tunashukuru imesikilizwa vizuri kwamba Kiswahili kinayo fursa hapa Komoro. Kwa hiyo tunawaiteni kwa hilo, lakini kwa sababu nina wenzangu, basi nitaomba pia wazungumze machache kuzungumzia hilo, aidha kwa uwakilishi au wanaweza kuwa na mwakilishi mmoja. Lakini kwa kuanzia nitamkaribisha mzee Saidi Mchangama ili aweze naye kuzungumza machache, lakini niwatambue viongozi wa taasisi zile nilizozitaja hapa, mwakilishi kutoka mji wa Bangwa, mwakilishi kutoka taasisi ya Amical, wawakilishi kutoka taasisi ya Azihaki, mwakilishi kutoka mji wa Nduani, na huwa tunakuwa na watu kutoka maeneo mengine, lakini kwa leo hawa ndio ambao wameweza kushiriki nani. Lakini tunaomba wananchi wa Komoro mjitokeze na taarifa rasmi kuhusu wapi tunafanya na saa ngapi zitafuata, sio muda mrefu baada ya mawasiliano na uongozi wa juu wa serikali, kwa sababu tunaomba uwakilishi wa mgeni rasmi. Kwa hiyo sasa hivi tumesema tu siku ya tarehe 9 ni siku ya burudani, siku ya kufaili utamaduni na siku ya kuonja maonjo ya tamaduni za Kiswahili. Karibuni sana waandishi wa habari pamoja na wananchi wa hapa kisiwa cha Ngazija. Naomba nimkaribisha pia mzee Mshangama naye aweze kuzungumza machache. Karibu sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi, karibuni watangazaji. Ndio sana uongozi na huu Kashikomori relewe sonsipio ya inufuraha kuu halisi ukaya lugha msingi ya hili kabla hatu ya Afrika Mashariki wako wa Komori litsanga amoto madulu leo ikubaliwa na ulimwengu pia ukaende lugha kuu ya Afrika, ende lugha kuu wokongera zimwe dunia yote pia wajue waikurudie abonge unua hawabidi alishereheo za muziki inu silongoza kiserikali zimlongoza haina mwanadamu haina mkono aizo tena muishia miji ya vumbulwa ranzi mawakuni litsemuji mjini Msujini, Sangaya, Vanambwani, Hahaya, Nduani, Ikoni, Moroni, Mwahirenza. Imana harmono utamaduni wa Kiswahili kwa Wakomori watanga kuzinji. Wakama fundi hivyo wasomesi. Honge ilongo kwa mjuonga ukaya ni watangazaji ashirishe mitindo ya usuzi makuu
inu fahari watu walifanyao humu Komoro elimu ya Kiswahili inu lugha ya kusomesa, inu lugha ya kurudia ya sisi kurudia, inu lugha ya mtumba, inu leo ekangasi garilambua ukasiwandu wazima natsanganywa hivyo kwa Kiswahili abo wajao ula msomo wa hatu maendeleo usomi wa hatu ngejukaya ngasi akufami kariti wasincheje wale ndara kawa sije almama jana na mengo ulifaransa kama yakaya nzinza na ulapo wa shule abo kama nzizo sawa. Mwakilishi mmoja wa mji kwa niaba au wote kwa niaba basi bangwa haya basi, labda kama kuna maswali unaweza kujibu. Mmekaa kuzungumza wapi? Assalamu alaikum. Magereza Mheshimiwa Balozi jitekeleze silaha ya Islam yenye mbogo na siba hizi habari shaykhana sana huu naona nyasi wa Afrika Mashariki minimum ni Tanzania balozi ya Tanzania walindao sikumu ushiriki Tanzania ndio kama hapa serikali na mashama ya kumbana mwana hapo wanasema ili sherehe ya Mausa kwa wa hansi wana tuna madaula ukaya ni mkuu ya haki na Afrika. Asante sana. Sasa sisi kama kuna maswali kutoka kwenu ndugu waandishi, lakini hilo ndio hasa tumewaomba kuwaitia na tutawashirikisha. Ninyi ni wadau muhimu katika lugha ya Kiswahili. Bado nani la azma ya kuanzisha chama cha waandishi wa habari Komoro wazungumzao Kiswahili. Tunataka kuanzishe pamoja. Mimi ni jina langu ni Obarashi Haiba FM, Digital African Voice from Komoro. Hakuna swali mheshimiwa balozi. Swali moja, tumefahamu kama mwaka ipo tofauti kubwa ya mwaka uliopita na mwaka huu kwa mambo ya utumishi wa lugha ya Kiswahili hapa Komoro. Swali moja, mambo yako mazuri sasa, wa Komoro wanazungumza Kiswahili, wanajua umuhimu wa Kiswahili kwa vyombo vya habari kama Radio Haiba FM, sasa wanazungumza Kiswahili. Nashukuru mheshimiwa balozi, hakuna swali leo. Kama unasema mambo yako mazuri, yatakuwa mazuri. Waandishi wa habari wa visiwa vya Komoro wanashukuru kabisa. Wanaomba uhusiano wa jumba la ubalozi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vyombo vya habari na waandishi wa habari wa visiwa vya Komoro, maana waandishi wa habari wanaomba wazungumze Kiswahili, wanajifunza sasa Kiswahili. Asante sana mheshimiwa balozi, nashukuru kabisa. Karibu visiwa vya Komoro. Asante sana, nashukuru. Mimi najua magwiji duniani wa kutangaza kwa Kiswahili baadhi wanatoka Komoro. Tunazo kumbukumbu nzuri sana sisi kule Tanzania za
gwiji la uandishi wa habari la Kiswahili marehemu sasa Mungu amrehemu Ahmed Rajab. Tuna kumbukumbu nzuri ya Bwana Abdul Shakur Abud ambaye yuko Sauti ya Marekani, Sauti ya Amerika, Voice of America. Tuna kumbukumbu nzuri za Bi Al-Khair ambaye yuko Deutsche Welle, Sauti ya Ujerumani, na wengine kadhaa ambao kwa kweli wametoa mchango mkubwa katika matumizi na matangazo ya lugha ya Kiswahili. Lakini kwa kutambua hivyo, tunashukuru vyombo vyetu viwili vya habari Tanzania, Shirika la Utangazaji Tanzania TBC na Shirika la Utangazaji la Zanzibar ZBC, wana mahusiano ya karibu na Shirika la Utangazaji la Komoro RTC, na mwaka jana na mwaka huu wametembeleana. Mkurugenzi wa ZBC amekuja hapa Komoro, amezungumza na waandishi wa habari na ametoa mafunzo pale katika kituo cha ORTC, na mkurugenzi wa ORTC Bwana Hablani naye pia alifanya safari mwaka huu takriban mwezi wa 4, alitembelea Zanzibar na akaona shughuli ambazo zinafanywa na ZBC, na tunatazamia pia kwamba katika maonesho au maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Komoro, shirika la ZBC linashiriki, na mkurugenzi ameniambia yeye ni miongoni mwa waalikwa na ameshakwisha kudhibitisha ushiriki wake. Kwa hiyo utaona namna ambavyo vyombo vya habari vinashirikiana, na yote hayo yamewezekana kwa sababu ubalozi umekuwa kiungo muhimu cha kuwaunganisha. Sasa tulianza na hao wa upande wa serikali. Awamu ya pili itakuwa ndio taasisi kama za kwenu za mashirika binafsi, mashirika yasiyotengeneza faida, ambayo nao wenyewe tutaandaa namna bora ya kufanya safari kwenda kuona waandishi kule wanaofanya kazi zao, lakini vile vile kujifunza sasa Kiswahili kinaeneaje katika eneo la Tanzania, matangazo ya Kiswahili yanayofanyika, ili kwa kubadilishana uzoefu huo tunatumai kazi itakwenda vizuri. Lakini nipongeze juhudi za Haiba FM ambayo yuko hapa. Matangazo ya Kiswahili haya tunayasikia na wanatangaza vizuri sana. Kwa hiyo hilo ni wapongeza, na niombe taasisi nyingine pia zichukue mfano huu. Hata kama tutakuwa tuna taarifa ya habari kwenye kila chombo kwa lugha ya Kiswahili, basi kwetu sisi itakuwa ni mwanzo mzuri katika kukiimarisha na kukitangaza Kiswahili. Kwa mujibu wa mtafiti wetu, takriban 15% mpaka 25% ya Wakomoro wanazungumza Kiswahili. Kwa hiyo idadi hii ingeongezeka ili tusogeze hii. Nawashukuru sana. Asante. Shukrani. Marhaba mengi. Asante. Sasa Marhaba mengi waangalizi watukufu wa Hello Matin des Comores, kama dilana makaudunga ya conference de presse wadzimane ambassadeur wa Jamhuri ya Kinansi ya Tanzania, mwishi ya balozi juhamba kaunyamilia haku hama upande wa lugha ya Kiswahili kaya ongesomesi wao wantijuani waonge kabati matalazuz abo tosana salamu jihangi wa matafiki la billah. Raha jamlahani ya amanga do kurubia ay monyasi Oberashid ya jimlisizie hamwa mazungumzo hauyo hamwa ya conference de presse yakaendelea baina ya ambassadeur wa Tanzania huko Komoro monyasi Oberashid huisije namna ya conference ila au ile nyamili ya mondongo hende. Asante sana rafiki yangu Mr. Sadiq, wewe ni mwandishi wa habari wa gazeti la binafsi ambapo linaitwa Le Matin des Comores. Tunafanya mazungumzo hapa na balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya maadhimisho ya lugha Kiswahili duniani. Afrika sasa wanazungumza Kiswahili, ulimwengu wote wanazungumza Kiswahili na vyombo vya habari. Mwaka huu mambo yatakuwa mazuri. Miji yote ambapo wanazungumza wana asilimia
wa lugha ya Kiswahili kama Bangwankuni, Sujini, Moroni, Ikoni wanajua muhimu wa maadhimisho ya lugha ya Kiswahili hapa Komoro. Mheshimiwa Balozi alisemaje? Wa Komoro wanazungumza Kiswahili. Uhusiano wa nchi ya Komoro na uhusiano wa visiwa vya Komoro na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uko mzuri sana. Tarehe 9 Julai kwa jumba la wanabunge wa visiwa vya Komoro tuna sherehe pamoja na wananchi wa Afrika Mashariki ambapo wako hapa visiwa vya Komoro na wananchi wa Komoro. Tutakuwa pamoja kusherehe tarehe 9 ya Julai mwaka 2025. Sasa viongozi vyote, serikali ya Komoro, balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi ambapo walitoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Afrika Mashariki wako hapa Komoro. Tuna sherehe pamoja tarehe 9 ya mwezi wa Julai hapa Komoro kwenye maadhimisho ya lugha ya Kiswahili duniani. Kiswahili ni lugha ya Kikomoro. Mazungumzo ya Kikomoro kama mazungumzo ya Kiswahili, kama mchanga msanga, macho macho, mbua pua, sikio mashishio. Leo Wakomoro wajue muhimu wa lugha ya Kiswahili, ndio maana ambayo walitembelea Tanzania, Afrika Mashariki, wanaenda na mambo ya biashara, wanafunzi wanasoma huko, mambo yako muhimu sasa lugha ya Kiswahili hapa Komoro. Umunano huu ukaudhukuru yesherehe ya tarehe 9 ya mwezi wa Juillet ikawe Komoro wajua sherehe siku muhimu wa lugha Kiswahili duniani. Sherehe hii inaendelea tarehe 7 saunu maha itaulo ifanyishe tarehe 9 ili wanduwa ni kempanza yakae tarehe 6 Juliet wa Komoro wajua sherehe maha 50 ya uhuru wa hao. Lugha Kiswahili inu lugha ikao ndio muhimu hunu masiwani. Gabo miji ya Kiswahili hunu Komoro. Gabo miji kan warongo Kiswahili hunu Komoro. Lugha inu ngejupwa yuko haruma biashara, haruma msomo, haruma akiba, haruma maisha. Inu lugha ikao lelo Afrika ngwa izungulia. Zemba waza matangazo zo dunia pia ngwa irongwao. Ya Afrika ngwa itamkao. Yode maana ya ukaba na Mheshimiwa Balozi miti mwakili washi wae shaka woni sauka umwahaunu zendongonga zyoka na jirma tarehe 9 ya mwezi wa Juliet harumali jumba la mawakala la mdamba ikao ngeju tanganya wabanzi wa Tanzania, wabanzi wa Komoro, ili waje waunise umuhimu wa lugha yenu harume Komoro na Afrika wa Afrika. Marhaba menji Mwenyasi Oberashid muishia namna Mwenyasi Oberashid mtangazaji mashuhuri kaya hadi timlisizia umuhimu wa mkonti wa leo hunu abamke abtogona wakati wa saa tena miadi tarehe 9 ya Juliet inshallah taala wa ma tawfik illa billah. Tosana salamu juyani.